Sasa hapa nimewasha TV la Bukujelo, ngoja wakaumizane wenyewe. Mimi nikushuhudia, nakaa engo zangu naua nanga. Kumbe nilichoambiwa ni kweli. Naambiwa nini? MC. Kwambie nini? Huyu nani? MC njoo mtakwambia. Naomba niache. Yule nani? Si ndo tunaongea. Niache. Yule nani? Nisikilize basi. Nakuuliza nani? Tulia basi na wewe. Usiniambie nitulie. Tuongee naye mwenyewe. Niache huko. Zuberi tu. Yaani Zuberi si ukoje yule mtoto yani. Kimekaa kiumbea umbea ndo maana akinenepi, nyama hakina. Umbea tu. Vipi na mbona uko hivyo sasa? Tunaongea na wewe unijibu maana yake nini? Mbona uko hivyo sasa? Hem, nisikilize basi. Sasa mbona? Yaani hivyo maana yake nini? Kwamba hivi shoga yangu, unajua hapa kijijini kwetu tunipo kama sipo. Unajua yani muda mwingi sana sijawahi hata kutongozwa na mwanaume yoyote, lakini watu wengi wanatoka mjini huko wanakuja wanapata wanaume. Hata yule mbea hata kunifuata kuniambia mimi nakupenda sijaona. Lakini sasa naumia moyo wangu shoga yangu. Shoga yangu. Kwa hiyo umenifuata ili mimi nikupe ushauri. Hata mimi nitakushauri nini shoga yangu, ndo kama hivyo. Na unakosa maneno ya kuniambia mimi shoga yako. Hata kunisupport kidogo tu. Mwanzo naumia moyo wangu. Nalala lakini yani silali usiku. Nalielewa hiyo. Kwamba mtu, yani hata ningekuwa mimi pia. Yani nisingekuwa na furaha. Yani natamani hadi muda mwingine nichukue kama nijiue kabisa. Sioni thamani ya kuishi duniani maana. Hapana rafiki yangu. Usichukue maamuzi kama hayo. Ila wewe baada umenifikisha kwangu, mimi nitalifanyia kazi. Hatari. Haya. Maana sielewi hapa nilipo. Safi, mambo? Safi. Uko poa? Niko poa kabisa. Kwema huko nyumbani? Kwema sijui huko. Nashukuru kwema. Hivi Mwega? Naam. Kwani siku ile ulivyonifuata ulikuwa unanijaribu? Mbona hujanifuata tena? Hapana, sio kwamba nilikuwa na kujaribu. Nilikuwa na dhati kabisa. Lakini ulivyonijibu vile, kiukweli niliumia sana. Lakini bora tu ungenijibu na kunyamaza. Lakini uliniona mimi si wa thamani. Ndio maana nikaona kabisa hisia zako hazipo tena kwangu. Ndio maana nikasema hapana. Kwa hiyo nishapata maamuzi. Tuwe rafiki, sawa? Na nimelizika kabisa. Mimi nilikujibu vile kwa sababu nilikuwa naona aibu kukujibu. Ulikuwa unaona aibu kunijibu mimi? Mbona ile ya kusema kwamba we una mtu wako na unampenda sana, mbona ulijibu? Mimi nilikuwa nakudanganya tu. Unadanganya. Sasa umesikia? Muda ule nilikuwa mimi nakuhitaji sana wewe, si ndio? Lakini kwa muda huu siwezi kusema sikuhitaji, ila kuna nafasi ambayo wewe nahisi unafiti tu vizuri, sawa? Kwa hata usiwaze. Wametoa hii kivuli cha mke wangu. Ulishawahi kuiona hii?
Niliona kidogo tu. Niliona kidogo. Basi ndo nawafuatilia. Bwana. Wamekaza lakini wamejitahidi, wakiendelea wanafika mbali. Haya mwaya, sawa. Basi poa, karibu Mariamu. Sawa, baadaye mimi ngoja niende nyumbani mara moja. Haya poa, karibu tena. Ondoka, umeniacha mimi na vidonda. Bila wewe mimi si chochote, elewa. Wanawake bwana, kipindi namuhitaji aliongea mambo mengi sana. Hajui tu kwamba kuna leo na kesho. Sasa hivi inavyoonekana yule ashajirudi, na mimi hapa nyumbani ndo sibanduki tena. Kitu gani tena jamani? Upendo alichonifanyia juzi sijategemea. Kitu gani ukufanyia? Ukwambia nimemkuta na mwanamke. Mwanamke? Nimemkuta na mwanamke kabisa, amekaa naye. Mwanamke mwenyewe ni nani? Mimi namjulia wapi? Mimi simjui. Nimemkuta mwanamke kabisa, namuuliza huyo nani, ananiambia njoo tuongee pembeni, njoo tuongee pembeni. Nasema niongee nini? Yaani siamini kabisa. Yaani unajua mimi nampenda. Ndio mlivyoenda pembeni sasa akakwambia nini? Mimi sijaenda pembeni, mimi nikaondoka zangu. Sasa mimi nataka niongee nini wakati mimi nimemkuta na mwanamke pale? Jamani. Mimi nakufanyia hivi lakini. Yaani hata siamini kabisa. Mimi nimemkuta na mwanamke. Kabisa mimi ananifanyia hivi mimi. Mimi kumpenda kwangu mimi ndo ananifanyia hivi. Wala usijali bwana shoga yangu. Yote ni maisha tu. Wala usilie. Nyamaza. Sio kwa hicho alichonifanyia. Kwani mimi nimemfanyia kosa gani mpaka nifanyie hivi? Ndio hivyo sasa shoga yangu, ndio utafanyaje? Sasa ndio mtu mwenyewe kamwafanyia hivyo. Yaani wewe utafanyaje sasa? Umesikia? Pole, nyamaza. Wanaume ndo alipi. Mtu ukimpenda si mpaka umfanyie nini ndio ajue unampenda. Unasikia rafiki yangu Shamsa? Hayo ndio yalonikumba mimi. Na yani zaidi ya hayo. Umesikia? Pole, nyamaza. Yaani mwenyewe atakufuata tu mwenyewe. Yatapita, tutakuwa pia yule rafiki, yani yule mwanamke itakuwa ni rafiki yake tu. Amka tuondoke rafiki yangu. Mimi nikimuona nitaongea naye. Bila wewe mimi si chochote, elewa. Vumilia madhaifu yangu kanishika. Hivi uko wapi nieleze nikufuate. Shamsa. Yuko mwenyewe si huyu hapa? Shamsa. Vipi? Hivi wewe unakuimbi? Yule Shamsa labda amekunyima kitu gani? Mbona unaamua kumsaliti rafiki yangu? Naongea na wewe. Sema sasa nikwambie kitu. Kitu gani? Nisikilize basi. Mbona wewe naye mkali kama? Sio mkali. Yaani wewe unajua mapenzi yanauma. Yaani hapo useme. Usema. Nisikilize basi nikwambie. Wewe ndo msaada wangu. Msaada gani? Mimi nataka ukaongee na Shamsa. Niongee naye vipi sasa? Niongea nielewe. Mimi kweli nimekosea. Ila sasa naomba wewe kamwambie tukutane. Mimi nitaongea naye mwenyewe. Yaani wewe mwanaume wewe wakumliza rafiki yangu kila siku analia kwa ajili yako.
Ni bahati mbaya tu imetokea. Sio bahati mbaya bwana, umefanya makusudi. Kwani ulikuwa ujui? Kusudi gani? Ni ndio maana nikakwambia vipi? Wewe kaongee naye, mimi nikutane naye. Mimi nitamaliza kila kitu. Si unajua yeye ndio kila kitu. Sawa, mimi nitaongea naye. Wewe kafanya hivyo. Lakini shemeji bwana, na wewe malaya uache. Utatamani wanawake wangapi wakati si tumejaa humu mtaani. Si unajua mimi Shamsa ndio kila kitu. Basi sawa. Fanya hivyo. Habari yako dadangu? Salama za tangu juzi. Nzuri. Ndio. Haya niambie. Safi nimekuja. Haya Wenzangu. ndio. Yaani kuna tofauti naiona. Ndio. Kati ya mwanangu mimi na mwanao wewe. Sawa sawa. Mbona kama mwanao kuna tofauti kutokupendana na mwanangu? Kwa nini tofauti gani hiyo? Mimi hata sielewi. Maana mwanangu mimi yani hali hanywi, anashindwa hata kunisaidia kazi za nyumbani kwa ajili ya mwanao. Lakini mwanao kuna vichenga chenga anapomchenga mwanangu. Sasa nimekuja kwako, kama kuna uwezekano basi tuyajenge ili watoto wawe sasa. Pole mwenzangu. Asante. Kupenda ni ugonjwa. Hata sisi tumetokea huko. Sawa. Kwa hiyo ni kitu cha kukaa tujue tufanyeje. Na mimi nilipenda sana mwanangu amuoe binti yako. Kweli? Kwa maadili yake mimi nimefurahi sana nikipata mkamwana kama yule. Ndio. Mungu nakuomba unisaidie. Sasa ushauri wako na usikiliza tufanye. Tushauriane mimi na wewe. Mimi kiukweli nimempenda yule mkwe wangu. Ndio. Aendelee tu kuwa na mwanangu. Basi mimi nitazidi kukaa naye chini. Ndio. Niongee naye kama mzazi. Utakapofikia mimi nitakwambia ndugu yangu. Jambo la heri Mungu analitaka. Tulipokaa hapa tunapata sababu kulijadili hilo sana. Ulijuaje dadangu? Na mimi nimepitia kwenye kitabu. Maana sina hata amani nyumbani. Yule mtoto wa kike akiwa mkubwa kama vile mnategemeana. Lakini sasa hivi mwanangu yani amekuwa ni 0.0. Kwenye kitabu cha nikahi ndio Mwenyezi Mungu amesema endapo mngekuwa mnanisikia na furahi na kucheka ni siku watu wanafunga ndoa. Na endapo mngekuwa mnanisikia ninavyolia ni siku watu wanapoachana. Na zinaa watu wanapozini ardhi na mbingu zote zinatetemeka. Sawa, maneno yako ni makali mpaka unanifariji roho. Ndio hivyo sisi waja wa Mungu. Yategemea kama nitakuja kupata mawazo mazuri kama haya. Basi inshallah tumuombe Mungu. Basi sawa. Dadake, ngoja nikulie sukari yako kwanza. Sukari? Bani itafune kwanza. Tuongee mawili matatu. Nakujua mwanzo mwisho. Juzi nasikia kimewaka bwana mtaani kwenu hapo. Kimewaka. Na umbea wako wewe nilivyokujua. Umbea? Ndio. Umbea kweli hakijawaka, sema kweli bwana. Kimewaka nini? Sema kweli. Mimi bwana najua sasa. Umejua nini sasa niambie kama una taarifa za Lukwimbi pale maeneo. Kafumaniwa. Hujafumaniwa? Sijafumaniwa mimi. Dada acha hizo. Sikiza nikwambie kitu. Nini? Sasa vita. Ningefumaniwa kakaangu angeniona. Haya kaka kaingia kule ndani. Sasa yule ana makengeza. Alokuona sasa yule ni babu yako. Nani aloniona? Sema kwani ukisema kweli ndio utawashwa au? Sitowashwa. Usilolijua mtaani umezagaa dada yake, umefumaniwa na Lukwimbi. Umeonekana na kaka yako. Tuachane na hivi, unajua mimi rafiki yako atakaingize swaga sinajua tena nimemzimia nini. Rafiki yangu yuko. Mariamu. Mshani. Upitwe. Umetoka hili la kufumaniwa sasa hivi Mariamu. Mariamu ana nini? Haya, nikuingizie la kwangu basi. Nampenda Mariamu mwenzako, ananzingua. Msaidie yule, ni shoga wako. Tena wewe unashindwa nini? Wewe si mwanaume. Kama umejua kufumaniwa utashindwa kutongoza. Nenda. Sikiliza, ngoja kwanza. Nitakusaidia kuosha vyombo. Niambie, swaga gani katumia yule Lukwimbi mpaka anakuzega mua mama mtoto.
Hapo ulipo mwenyewe raha mustale Lukwimbi kala vya. Tuachane naye. Ushaanza kunikera. Basi osha vyombo kwanza. We, muite Mariam kwanza. Kama utaki basi. Naona kuna sintofahamu hivi. Tofahamu tena mama. Ipoje? Kuhusu huyo mgeni wetu. Huyo mgeni wa hapa nyumbani? Kwa nini nasema kuna sintofahamu? Ndio. Kwa sababu sielewi na huyu mgeni wetu inavyoenda. Isitoshe mimi na mama yake Mariam kuna muafaka tuliweka. Sasa mwanangu nataka kunitia aibu, nataka kuniangusha. Hapana mama. Mbona hilo swala halipo hivyo? Ni ukaribu tu wa kawaida. Tunaenda huku tunaenda huku, lakini hamna chochote ambacho kinaendelea. Wewe na mimi nani kamzaa mwenzie? Mama, hadi kufikia huko wewe si ndio umenizaa mimi? Sasa naongea, utamuoa Mariam, wataka usitake. Tena sitaki kauli yoyote. Sitaki maelezo, sina haja ya maelezo. Kama unataka tuwe pamoja na mimi ni mzazi wako, miezi 9 uko tumboni, unamuoa Mariam. Sawa mama. Kama mimi ndo mama yako umekaa miezi 9 tumboni mwangu. Sawa mama, usiende sana huko, nishakuelewa. Sawa. Usifike mbali, nishakuelewa. Sawa, nashukuru. Mazali umenielewa kama mzazi wako. Nimekuitia hilo, wewe nenda kafanye shughuli zako, lakini ukae nalo kichwani uelewe kabisa mimi ni nani kwako. Sawa mama, nishakuelewa. Sasa la mdogo, mimi nimekuja hapa. Ila mimi sitaki maneno mengi sana, kilichonileta mimi nataka uende pale ba mdogo. Mimi nataka yule mwanamke nataka nimuoe kabisa. Mimi sitaki kumchezea, nataka nikupe hela pale ukatoe posa kabisa. Au unasemaje ba mdogo? Sawa, kwenda kukutolea posa sio kazi ngumu sana. Ila iko hivi. Kweli umedhamiria kumuoa ama ndo unataka ile tantalila? Yaani ba mdogo, labda bila kukuficha. Yule mwanamke mimi namtaka. Usinipata vizuri? Mpaka nimetoka huko nimekuja hapa, ina maana yule mwanamke mimi namtaka. Wazungu wanasema first one. Ndio. Pale kunatakiwa barua. Kuna barua sawa ambayo inaenda pale ya kuandika hivi. Sio barua ya kuandika. Yaani barua maana yake ni pesa, unapeleka pesa okay, pale. Sawa? Ndio. Ila sasa hayo yote hayo mimi ndo nitafuatilia kwamba pesa ni kiasi gani inatakiwa kufika kule kwa husika. Mimi ndo nitafuatilia hilo swala. Kwa hiyo kikubwa sasa wewe cha kufanya hilo swali achie mimi. Sawa? Nitalifanyia kazi mwanangu. Wala hakuna shida. Sawa, mimi nimekuelewa baba mdogo. Ila issue ni moja, ina maana itakavyoendelea huko wewe niambie, yani kuhusu masuala ya pesa usije ukakwama. Sawa. Hiyo haina shida. Ndio. Hapo nahisi mimi na wewe tuko pamoja. Basi sawa. Hakuna kitakachoshindikana hapo. Basi sawa. Sasa mimi basi nitoke kidogo ni mwa jamaa wangu pale. Ndio. Vipi? Safi, niambie. Poa. Mzima. Mimi mzima za huko? Salama, maana leo mwili wangu nilisisimka. Nilivyoitwa na mtoto mkali kama wewe. Siku ile na kuona pale mwenyewe. Sio poa. Jamani. Mambo mengi na shida na wewe. Sema shida kwa bwana Maumwile na kusikiliza. Eleza shida kwa bwana Maumwile. Eti Yeah. Mimi sawa. Unakumbuka ile siku ulipita pale yule mwendesha bodaboda? Lukwimbi. Huyo. Nilivyokuangalia. Hajakupa hela siku ile? Subiri basi. Maka unalopoka na yeye. Kuna kitu tofauti katikati, kuna nini? Lukwimbi mimi namjua. Lukwimbi ni gusa achia. Kila mwanamke ndani ya kijiji hiki. Unamjua kivipi? Hujaelewa hapo. Wewe unataka taarifa kutoka kwa bwana mama? Mimi mgeni. Sasa inatakia unipe ushauri. Ushauri na unamjua kivipi? Unasema namjua kivipi? Yeah. Si kama nilivyomuona siku ile. Kwani pale hapana. Najua wewe data zake zote unazijua. Okay, unataka data za Lukwimbi? Yes. Data za Lukwimbi, kwanza Lukwimbi ni malaya. Ya pili?
Na kila mwanamke anaye kijiji hiki. Ya pili, Rukwimbi. Akikuchukua wewe mwanamke, anakutumia bure kabisa. Kwa hivyo amezidi amekupa hela sabuni. Ndugu yangu, subiri kwanza kabla na kupata hiyo hela. Pale mimi niliitwa. Kaambia wewe dada mzuri na shida na yeye nataka niongee na wewe. Namjua. Unamjua eh? Lazima akusifie. Basi mimi nikaenda. Unasemaje hapo? Nimesema na wewe bwana, mashallah. Haya, tuachane naye. Nikaenda. Nimefika pale nikapewa kiti kafupi hivi. Ndele ile. Kama ndunje vile. Ndele ukiingia pale utoki. Tena. Kwani kakukosa sasa siku ile? Nimekaa. Kaanza maneno, si unajua tu wanaume. Kaanza katoa maneno yote. Lakini wewe ulipotokea alishangaa. Lazima ashangae. Haya sawa, kwa sababu kukukuta wewe pale na mimi kukuona yeye, kumuona yeye pale na wewe, kuna kitu yeye amehisi nitamharibia, na kweli nimeharibu. Wewe ni mwanamke mzuri, utatembeaje na malaya bwana? Yule ana mwanamke wake anaitwa Shemsa. Tena wewe timbu yako siku nimeshuhudia, umepoa kama maji ya mtungi. Haya, hapo hapo achana naye. Malaya Kwani wewe umeoa? Ndio wale wewe dogo wewe vipi wewe? Wewe umetaka taarifa zangu, nakupa taarifa, kwani mimi nakutaka basi?